Sisi tusikia baadhi ya tusoma kwenye mitandao, mtu akaa kwenye mtandao anamtukana mtu. Uislamu umekataza kutukana. Hata unayemtukana akiwa ni mtoto mdogo hairuhusiwi. Matusi ni haramu. Haifai kumkashifu mtu na kuudhalilisha utu wake. Haifai tatabu'ul awrat katika Uislamu, mtu kufuatilia aibu za watu na kasoro zao, afanya nini, enda wapi, ana nini, ukaanza kumchimbua mtu, haifai. Sasa haya ndio yaliyojaa kwenye mitandao, mambo ya dhulma na uadui. Atukanwa mtu, baba wa fulani au mama wa fulani, kwa matusi ya nguoni. Mimi nakuuliza swali, lau kama wewe wajua kwamba fulani anatukania baba yangu matusi ya nguoni, anamdhalilisha na mimi nipo, wewe utamfanya nini kama una nguvu? Sasa vipi jambo la kiongozi mtawala wa nchi asimame mtu aanze kumtukana mwingine? Sasa kama kuna dini inaruhusu mambo hayo na upuuzi huo, Uislamu hauruhusu jambo hilo. Sisi kwenye Uislamu hatuna mambo hayo. Upumbavu wa aina hiyo kwetu hakuna. Uko huko kwingine kwamba huyu anatukana atukane tu, asichukuliwe hatua zozote. Wewe mzazi mkanye mtoto wako, wewe mlezi mkanye mwanao unayemlea, asitukane watu, kwa sababu ukimtukana baba au mama wa mtu, mwanao akimtukana mzazi wa mtu, basi siku ukitukanwa na wewe usilalamike, bali ukichukuliwa hatua au yeye akichukuliwa hatua usilalamike. Sasa inakuwaje tunabadilisha mizani sisi? Tumeona mtu atukana, baba yake yupo, mama yake yupo, jamaa zake wapo, hawamkatazi. Anapotiwa nguvuni sisi tunalalamika, mwanangu, wewe una wazimu. Sasa haya ndio yaliyopo sasa hivi. Lakini wewe wafanya shughuli zako, wenda warudi, wafanya biashara zako, wewe wenda shambani kwako kulima, wenda kwenye mifugo yako, wenda kazini ulipoajiriwa, wafanya mambo yako. Humbughudhi mtu yoyote wala huzungumzi lolote kwa dhulma. Hakuna atakaye kudhulumu. Lakini haya tuyaona sisi, hatujaambiwa huko na kule. Twaona baadhi yao wanashiriki katika baadhi ya mambo mabaya. Katika kipindi kilichopita kuna watu walishiriki katika mambo mabaya kabisa na wakayaunga mkono. Leo wamegeuka, wanajifanya wataka kututetea sisi, eti ni watetezi wetu, waanza kuwatukana wale waliokuwa wakishirikiana nao katika baadhi ya mambo, watutia ujinga sisi tushirikiane na wao kwa sababu kuna maslahi waliyakosa katika nchi hii. Sisi si wapumbavu, sisi si waimmaa. Sisi Waislamu tuna maarifa na miongozo madhubuti kabisa kutoka kwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kutudanganya. Kuna wahusieni ndugu zangu Waislamu, maneno haya ninayowaambia hayafungamani na chama chochote wala kujipendekeza kwa yoyote. Tunazungumza jambo hili kwa sababu hatari yoyote itakayotokea katika nchi hii ya uvunjifu wa amani, hakuna atakayesalimika, si mdogo wala mkubwa, mwanamke wala mwanamume, Muislamu wala Mkristo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kulisimamia jambo hili, kuhami, kuhakikisha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko juu yetu inadumu.